Jubilei kuu 2025 Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Basi wa mashamba baskofu, mabika general, mabikali, Monsinyo, mapadri wenzangu, watawa wa kike na wa kiume, wa seminari wote, pamoja na waamini wote, niko hapa kwa jambo fupi kabisa linalohusiana na sinodi yetu ya kwanza ya Jimbo Katoliki Moshi. Kama tunavyofahamu, sinodi yetu ya kwanza ya jimbo hili imekuwa tukio la baraka kubwa sana kwetu, hasa mwaliko wa sinodi ya mabadiliko, na yote yakilenga katika kuyafanya yote upya. Wadau wote wa jimbo la Moshi, waklero, watawa na walei wameanza kuona na kuonja kwa karibu jinsi sinodi inaweza kulibadilisha jimbo letu, tukapiga hatua na tukaweza kutembea kwa pamoja kama alivyosema na kuhubiri baba askofu siku ya leo. Basi katika nafasi hii, sinodi hii inatuita iwe ni sinodi ya mabadiliko, na tunakazia sana kwamba sinodi ni sasa. Baada ya kufanya seti ya kujifunza Jimbo Katoliki Moshi, kujifunza kuhusu imani Katoliki, kujifunza kuhusu na maadhimisho ya kiliturujia, na hivi karibuni tumehitimisha kujifunza uchungaji seti 4, yako mambo ambayo yamejitokeza ambayo yanahitaji kufanywa kazi sasa, hayahitaji tena kusubiri mpaka baba askofu watoe andiko. Na haya yamejitokeza sana kwenye makongamano tuliyofanya na kwenye njia za msalaba ya toba tulizofanya. Mapendekezo ya wadau wote wa jimbo wanaonelea kuna mambo tunaweza tukayafanyia kazi kwa sasa. Mambo haya ni mambo yafuatayo. Limekuwa ombi kubwa sana kutoka katika wadau wengi na hasa waamini walei kwamba wanaomba tusali sala ya kanisa katika maparokia yetu pamoja na taasisi zetu. Hilo tumeona ni jambo linaweza tukafanyia kazi kwa sasa, tusubiri mpaka mwisho. Kumbe tuwaalike wale wasimamizi wa taasisi kujaribu kufanya bidii ya kupata vitabu vile vichache kwa kuanzia. Peramiho wanauza vitabu vile na tunaweza tukavipata kwa bei nzuri ambayo itawasaidia watu kuweza kuvitumia. Hivyo jambo la kwanza ambalo kweli tunaweza kulifanyia kazi katika nafasi yetu kwa sasa, sala ya kanisa. Na kwa wale ambao wameshaanza, wameonja utamu jinsi watu wanapenda kusali sala ya kanisa, hasa masifu ya asubuhi na kwenye kuabudu baraka jioni. Kwa hivyo uwe ni mwaliko kwamba parokia zote na taasisi za jimbo la Moshi tunaweza kuanza jambo hilo. Jambo la pili ni sala ya Rozari. Pamekuwa na tamaduni nzuri hapa jimboni kwamba kabla ya misa au baada ya misa, siku za kazi na Dominika, waamini walizoea kusali Rozari. Kuna baadhi ya parokia bado wanafanya hivyo. Kuna baadhi ya parokia na parokia teule au na mahali pengine hawana kabisa. Waamini wameomba kwamba ni vizuri turudi kwenye utamaduni wetu mzuri wa kusali Rozari au kabla ya misa au baada ya misa. Hili nalo halihitaji kuandikiwa barua mwishoni, jambo ambalo tunaweza tukalifanyia kazi katika mazingira yetu. Kuhusu kuabudu Ekaristi Takatifu, waamini wameleta mapendekezo kwenye vikao vyetu na hata kwenye makongamano wameomba sana iwepo siku moja katika mwezi ya kuabudu Ekaristi Takatifu kuanzia asubuhi na kuhitimisha jioni. Parokia nyingi wanazo, labda baadhi tu ya parokia hawana. Hivyo kwa sinodi hii ambayo ni sinodi ni sasa, tunawaalika tutekeleze jambo hilo. Hilo kwa kweli halihitaji tena kuandikiwa barua wala kufia kwenye maazimio. Jambo la 4 ni heshima kwa Ekaristi Takatifu. Waamini wanalalamika kwamba kuna mahali pengine watu wanakomunika bila uchaji, wanakomunika mkononi
na hata hao uangalifu kuangalia kama kuna vipande vimebaki. Kwa hivyo imekuwa basi hivyo inaenda hivyo na haipaswi kuwa namna hiyo. Basi ni mwaliko kwenu nyote katika parokia zetu tuanze kuhimiza watu uchaji katika kupokea Ekaristi Takatifu. Na pale ambapo kuna communion rails basi zitumike wakati wa kupokea Ekaristi Takatifu. Na mahali pengine zile patena hazitumiki tena kabisa. Imefika wakati wa kweli tuendelee kuzitumia. Ni jambo ambalo lilizoeleka na tumefanya hivyo kwa miaka. Labda hapa katikati kuna vitu viliingia hapo vikatoweka, vitu vingine vikaachwa. Kwa kweli vizuri virudishwe, na hasa kwa vile wadau wa sinodi wameona ni jambo la muhimu sana lifanyike. Jambo la 5, wameomba tuhimize, hasa sisi baba wa kiroho, tuwahimize waamini kusali, na hasa kusali na familia zao, hasa sala zile za mapokeo, sala ya asubuhi na sala ya jioni katika familia. Kuna familia ambazo kabisa wasali, na tumeuliza kwenye makongamano na kwenye sinodi seminar, wanasema kwa kweli hawana nafasi ya kusali, na wengine wanajitetea kwamba asubuhi kuna mambo mengi ya kufanya. Lakini sisi baba wa kiroho tukiwasitiza, na kule kwenye jumuiya pia kila mmoja katika nafasi yake, kweli tukaanza kusali, tutajenga familia nzuri, familia imara, na hayo ndio malezi ya msingi na malezi endelevu. Na mwisho, katika maoni ya waamini wameomba sana makongamano na mafungo na njia za msalaba au mazoezi ya kiroho ya kuemesha katika imani yafanyike na yapewe kipaumbele. Hivyo tunawaalika katika parokia zetu. Zile mada za sinodi ni nzito na zinahitaji kuendelea kujadiliwa na kufundishwa. Kwa hivyo tutumie majukwaa ya makongamano kama sehemu sana kufundishia mambo ya sinodi, na hivyo imani yao itaendelea kukua na hasa kuelewa vitu vingi. Wakati wa makongamano tumejifunza kwamba waamini wetu wana kiu sana ya kujifunza. Wameuliza maswali mengi yanahitaji majibu, mengine hata majibu yaweze kupatikana kwa urahisi kwa sasa. Basi kwa maana kwenye sala tunaombea kwamba tuendelee kujifunza na tupate majibu sahihi ya changamoto zilizopo na ambazo zitajitokeza wakati wote wa sinodi. Hayo ndio ambayo ningependa kuwashirikisha, na iko kwenye maandishi kama secretariat, tuwatumie tena mapadri ili tuweze kuyafanyia kazi. Kwa kweli sinodi ni sasa. Sinodi ni basi, na tuanze kwa sasa. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.